Baada ya jana tuzo za Trace Awards kushindwa kufika tamati, watu wengi, mashabiki wa muziki pamoja na wadau waliokuwa wakifuatilia tuzo hizo wamekuwa wakijiuliza maswali mengi ambayo mpaka sasa hawajaweza kupatiwa ufumbuzi juu ya hicho ambacho wanajiuliza. Nadhani watu wengi wanauliza nani ameshinda tuzo ipi, kwa sababu mpaka jana tukio linakuwa limeahirishwa zilikuwa zimeshatolewa takriban tuzo 4 pekee, lakini wengi hawakuwa wameweza kunyakua tuzo ambazo zilikuwa zimepeleka pale visiwani Zanzibar. Sasa hapa mimi ninayo orodha ya wasanii ambao wameweza kuchukua tuzo zao katika kila kategori zilizokuwa zinawaniwa katika usiku wa jana wa tuzo za Trace Awards 2025 pale Mora Zanzibar. Na tukianza na kategori ya kwanza ambayo ilikuwa imebebelea vifungu mbalimbali kwenye Global Awards. Kwenye Global Awards kulikuwa na vipengele kadhaa ambavyo kuna Song of the Year, lakini kuna Album of the Year, lakini mimi nitakupitisha kwenye kila kimoja ili uweze kufahamu kipi nani ameweza kushinda tuzo ipi. Na tuanze kutazamia ambaye alikuwa ameshinda tuzo ya Song of the Year. Hii tuzo iliweza kuchukuliwa na hawa mabwana kutoka South Africa. Anaitwa Titom pamoja na Yupe kwenye wimbo ambao unaitwa Shwala Bam. Lakini Album of the Year, hii tuzo ilikwenda Nigeria kwa Rema kwenye albamu yake ambayo inajulikana kwa jina la Haze. Lakini kwa upande wa Best Collaboration of the Year, hii tuzo bwana ilichukuliwa na Tamsir pamoja na Tim Paya kwenye wimbo ambao ulikuwa unaitwa Coupe du Machu. Hawa wasanii wanatoka kule Ivory Coast. Lakini kwenye Best Music Video, hii ilikwenda kwa Beji Alabi ambaye yeye alitengeneza wimbo wa Rema wa D&D, lakini hii tuzo imekwenda kule pia Nigeria. Lakini kwa upande wa Best Dance of the Year, hii tuzo ilikwenda South Africa kwa bidada ambaye anajulikana kwa jina la Makazi. Huyo ndo aliweza kuchukua hiyo tuzo ambayo nimekutajia hapo. Kwa upande wa Best DJ, hii tuzo ilikwenda kwa DJ Mo Green wa Algeria. Lakini kwa upande wa Best Hip Hop Artist, hii tuzo ilichukuliwa na DDB wa Ivory Coast. Lakini hapa alikuwepo Mtanzania ambaye alikuwa anawania na tuzo hiyo, Young Lunya Mbuzi kutoka Tanzania aliweza kutuwakilisha, lakini sivyo bahati tuzo hiyo iliangukia Ivory Coast kwa DDB. Aliweza kunyakua tuzo hiyo ya Best Hip Hop Artist of the Year. Lakini hapo ndo nimekuwa nimehitimisha kwa upande wa tuzo za Global Awards kutoka hapo Zanzibari. Kwa upande wa tuzo za Pan African Awards, kuna kategori ambazo pia zipo kadhaa hapo zilikuwa zikiwaniwa na wasanii kadhaa. Tukianza na Best Global African Artist, hii tuzo ilibaki nyumbani bwana, ilibaki kwa Diamond Platnumz kutoka Tanzania, lakini akiweza kuwapiku wasanii kadhaa ambao alikuwa ameenda nao kwenye kinyang'anyiro hicho. Kwa upande wa Best Male Artist, tuzo hii ilichukuliwa na Rema kutoka Nigeria. Unaona sabaka sasa tuzo kwa Rema zimeshafika 2 tunapoendelea kwenda huko sasa. Kwa hiyo hii tuzo ya Best Male Artist ilichukuliwa na bwana mdogo Rema, akiweza kuwabwaga manyanga kina Fally Ipupa, Diamond Platnumz, Burna Boy, Wizkid pamoja na Stone Boy wa kule Ghana. Lakini kwa upande wa Best Female Artist, hii tuzo ilichukuliwa na Tyler ICU wa kutoka South Africa, lakini akiweza kuwa piku akina Makazi South Africa, ambaye Makazi tulimuona hapo juu alichukua tuzo ya Best Dancer. Chelsea Demarat wa Angola pia waliweza kupokwa tuzo hiyo na Tyler wa South Africa, bila kumsahau Ira Star pia alikuwa kwenye kinyang'anyiro hicho, lakini hakuweza kushinda hiyo tuzo. Lakini Best Newcomer, tuseme kama tuzo ya msanii ajaye ama usajili msanii ajaye kwa upande wa Pan Africans, hii tuzo ilichukuliwa na King Madi wa kule Nigeria, akiweza kumpiku Abigail Chams kutoka Tanzania. Kwa upande wa Best Live Performing, hii tuzo ilikwenda kwa Fally Ipupa wa DRC Congo. Kwa upande wa Best Producer, hii tuzo ilichukuliwa na Diprim kutoka Nigeria. Best Gospel Artist, hii tuzo bwana ilikwenda kwa Messi Chino wa kule Nigeria, akiweza kuwapikwa kina Adae Hibela Kombo Tanzania, Israel Mbonyi Rwanda pamoja na KS Bloom wa kule Ivory Coast. Kwa upande wa tumeshamaliza tuzo za Pan Africans, lakini tuangalie sasa kwa upande wa tuzo za Regional Awards. Hizi ni tuzo ambazo
pia zilikuwa na kategori zake. Tukianza kutazamia kategori ya Best Artist Eastern Africa, hii tuzo ilichukuliwa na msanii kutoka Kenya, Bien, ambaye alikuwa ni msanii wa kundi la Sauti Sol. Kwa upande wa Best Artist Western African Anglophone, hii tuzo ilichukuliwa na Ira Star kutoka Uganda. Kutoka Nigeria ndiye aliweza kuchukua tuzo ya Best Artist kwa upande wa Western Africa Anglophone. Kwa upande wa Best Artist Southern Africa, hii tuzo ilichukuliwa na Tyler ICU, lakini kwa upande wa Best Artist Francophone Africa, hii tuzo ilichukuliwa na Jozi wa Ivory Coast. Lakini tukisalia hapo kwenye Regional Awards, tuzo ya Best Artist ya Lusophone Africa, hii tuzo ilichukuliwa na Chelsea Dinorat kutoka Angola. Kwa upande wa Best Artist upande wa Tanzania, tuzo hii ilichukuliwa na The African Princess Nandy, ambaye aliweza kuwabwaga akina Mbosso Khan, Diamond Platnumz, Zuchu, Mario, Nandy, Alikiba, Juxi pamoja na Harmonize. Kwa hiyo tuzo iliweza kuchukuliwa na Nandy kutoka Tanzania. Kwa hiyo ni tuzo hii ilikuwa ni ya ndani, kwa hiyo ameweza kuichukua The African Princess Nandy. Kwa upande wa International and Diaspora Awards, kulikuwa na kategori pia kadhaa hapo. Tukitazamia moja moja, Best Artist kwa upande wa Europe, hii tuzo ilichukuliwa na Joe Duetfile wa Ufaransa, Haiti. Lakini upande wa Best Artist kwa upande wa Brazil, hii tuzo ilikwenda kwa Doquisa wa huko Brazil. Kwa upande wa Best Artist Indian Ocean, tuzo hii ilichukuliwa na Lea Kuros wa Reunion. Kwa hiyo hizo ndi tuzo ambazo ziliweza kukatishwa pale siku ya jana Zanzibari kutokana na majanga ambayo yaliweza kutokea usiku ule wa tuzo. Kufanyia shughuli bichi jambo likawa limeenda mrama, lakini hizo ni tuzo ambazo baadhi ya wasanii wamezichukua, na tumeshuhudia kwa upande wa Tanzania Diamond Platnumz na The African Princess Nandy wameweza kutuwakilisha kwa uzuri kabisa. Bana, endelea kusalia hapa ili uweze kupata taarifa tunazokuwekea kila siku kutokana na yale ambayo yanajiri duniani na ulimwenguni kwa mjumla. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani wako.